wanataka uharibu dunia, haribu kuona kwao. Jicho. Unaona ambacho muda mwingine wanakifanya wazungu. Wanafanyeje? Wanavamia jicho. Wanakutengenezea namna fulani ya vitu vingi unaviona ili vije vibadilishe muono wako wa baadaye. Ukiona hatua ambazo kila mtu anazipiga zimetokana na vile anavyoona, sema amina. Sasa angalia kwa mfano sasa hivi, sema amina. Tunaona, angalia vijana wetu wengi wanapenda kuangalia betting. Ujue kuna miaka kadhaa bara la Afrika litaanza kuagiza chakula kutoka nje. Sasa wazungu hawafanyi mahesabu kama ya Kiafrika, mahesabu ya mwaka mmoja, mahesabu ya miaka 10. Hapana, wazungu wanaweza wakafanya mahesabu ya miaka 100. Wanakuwa na project za miaka 100, wanakuwa na project za miaka 200. Utaona baada ya miaka 200 ijayo utaliangalia bara la Afrika kwenye eneo la uzalishaji. Sasa hizi wewe unajivunia, wengi wetu hapa ni wasomi. Tulikuwa tunajua kwa nini wazungu walikuja Afrika, walifuata vitu gani? Kwa sababu Afrika ina maeneo mazuri ya kiuzalishaji, yana rutuba. Napo kuna wakati wa nyuma wakavamia, wakatuletea mambolea yao, wakaua kiasi fulani cha rutuba, tukaanza tena kuwa watumwa wa kununua mbolea kwao. Sasa hizi hawataki hata hiyo mbolea, wanaona bado tunazalisha vyakula ambavyo wao wangetamani sisi tununue kwao ili tuendelee kuwa watumwa. Kumbuka, mind you, mtu yeyote ambaye yuko juu yako kila siku atakuwa mtumwa wako tu. Kwa wewe unadhani wazungu wamesha relax kwamba wamefanya? Wanatengeneza mazingira waendelee kuwa juu. Wanatengeneza mazingira waendelee kutawala na kutawala. Leo huwezi kumwambia kijana, kama tunaona mitandao yetu, social media zetu zinafanya promotion nyingi. Mtu anakuambia sijui nimebeti nimepata milioni 400, nimebeti nimepata shishingapi. Huwezi kumwambia kalime. Anaanza kuona kumbe ni kibeti na toboa. Kwa hiyo tunatengeneza kizazi fulani ambacho at the end of the day kitaacha kuzalisha. Wataanza kutegemea betting. Okay, walianzeje kufanya betting? Walianza kuona. Mungu anamwambia Yeremia, wewe unaona nini? Vijana wameanza kuona una uwezo wa kufanikiwa bila kwenda shule. Una uwezo wa kufanikiwa hata pasipo kulima. Una uwezo wa kufanikiwa hata pasipo kujituma. Wewe kaa tu nyumbani, weka MB zako, unaanza kubeti. Wewe kaa nyumbani, tafuta aina mbalimbali za kubeti. Sure, I'm telling you. Unajua kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mianzo ya vitu vingi. Hata najua siku hizi mtu mmoja amekuniambia mpaka watu wengine wakubwa kwenye mataasisi mbalimbali watu wanabeti. Kiongozi mkubwa uko chini ya watu wanakuamini, unabeti. Sikiliza, huo ni uchawi wa wazungu. Sasa wewe unakubali uendelee kulogwa na wazungu? Endelea kulogwa. Mungu ametengeneza system ya namna ambavyo mwanadamu anaweza kaishi. Ndio maana kwenye kitabu cha Mwanzo anamwambia Adam, sikiliza, ili wewe uishi inahitaji uitunze hii bustani na kuilima. Kwa hauwezi ukajitenga na production, hauwezi ukajitenga na uzalishaji. Kwa mbinu zozote ambazo zinakuja ni kama vile zinakupa kipato, lakini hazikuingizi kwenye kuzalisha. Hii ni mifumo mingine ambayo adui ameanza kutengeneza jicho mapema. Anajua baada ya miaka 200 nitaliharibu jicho lao. Freemason wanapotaka watengeneze aina ya kizazi fulani, wanadiri na kuona kwao, wanaanza kuangalia tubadilishe jicho lao, namna ya kutafsiri mambo, namna ya kuchukulia mambo. Ndio maana unaona kwenye ishara yao pale katikati pana jicho. Rudi Edeni, mwanadamu aliangushweje? Unaona nini? Alimwambia Hawa alipelekwa kwenye ule mti, kila siku alikuwa na upita. Baadaye akapewa lecture. Alipopewa lecture akaona vizuri. Wewe unaweza kusema aliona vizuri, lakini aliona vibaya. Lakini aliwezeje kuona vibaya? Baada ya kupewa fundisho. Na ndio maana